Vakasigau na mrogo wa mokomana ya sere. Karibuni tena ya hapa Kasigau Yote TV. Ya hiki ni kipindi chenu cha Youth Season na leo ni episode 2. Ya mimi ni mtangazaji wenu hapa hivi, Ali Simchungwi. Ya na leo tunaendelea kumwangazia kijana Raphael Mwandoe ambaye ameonyesha nia ya kuwania kiti cha MCA wa Kasigau Ward katika uchaguzi wa mwaka 2027. Katika kipindi cha leo tutazungumzia makundi mawili muhimu sana katika jamii yetu, vijana na akina mama. Haya ndiyo makundi yenye nguvu kubwa ya kuleta maendeleo ya kweli katika Kasigau. Kundi la kwanza ni vijana. Vijana ndiyo nguvu kazi ya jamii yetu. Wengi wanahitaji ajira, fursa za biashara, mafunzo ya ujuzi na mazingira yanayowezesha vipaji vyao kukua. Wakati wa kuchagua viongozi ni muhimu kujiuliza, je, mgombea huyu ana maono yanayoweza kuwafungua vijana milango ya maendeleo? Je, ana mpango wa kushirikiana na vijana katika kufanya maamuzi? Raphael Mwandoe amesema analenga kuwa karibu na vijana na kusikiliza mawazo yao. Hilo ni jambo ambalo wapiga kura wanaweza kulizingatia wanapotathmini viongozi wanaotafuta nafasi ya kuwatumikia. Haya, weke mao wa mama kwa akina mama. Akina mama ndio nguzo ya familia na maendeleo ya jamii. Wao ndio walezi, wafanyabiashara, wakulima na wachangiaji wakubwa wa uchumi wa Kasigau. Wananuka vikapu, wakina mama jamani, wakina mama wa Kasigau. Wanahitaji mazingira yanayounga mkono biashara ndogo, vikundi vya wanawake, elimu ya watoto na huduma bora. Katika uchaguzi, kila mwanamke ana nafasi ya kujiuliza ni mgombea gani ana sera na maono yanayoweza kusaidia kuboresha maisha ya familia na jamii kwa ujumla. Hilo ni jukumu muhimu la kila mpiga kura. Na hii ni barua kutoka kwa Raphael Mwandoe. Na nitaisoma jinsi ilivyo. Mimi ni Clinton Mwandoe Raphael, mwana halisi wa Kasigau na mmoja wa wana wa jamii ya Wakasigau, ninayejivunia asili yangu na mwenye dhamira ya dhati ya kutetea maslahi na kutimiza ndoto za wananchi wetu. Nimejitokeza kuomba ridhaa yenu ili niwatumikie kama mjumbe wa bunge la county MCA wa wadi ya Kasigau mwaka 2027. Kwa sababu ninaamini wadi yetu inastahili uongozi wa uadilifu, uwajibikaji na unaolenga kuleta matokeo yanayoonekana. Dhamira yangu ni kuanzisha ukurasa mpya wa maendeleo katika wadi ya Kasigau kupitia uongozi wenye maono, uwazi na ushirikishwaji wa kila mwananchi. Nimejizatiti kuwawezesha vijana kwa fursa za ajira, ujasiriamali na ukuzaji wa vipaji, kuwainua wakulima kwa kuwaunganisha na fursa bora za uzalishaji na masoko, kukuza uchumi wa eneo letu, kuboresha upatikanaji wa huduma bora za kijamii na kuhakikisha kila mwananchi anashiriki kikamilifu katika maamuzi yanayogusa maisha na mustakabali wa Kasigau. Ninaamini uongozi wa kweli ni huduma wa wananchi, uaminifu, uwajibikaji na mshikamano katika kutafuta suluhisho la changamoto zinazotukabili. Kwa umoja wetu, bidii na maono ya pamoja, tunaweza kuijenga Kasigau kuwa wadi yenye maendeleo, fursa za kiuchumi, amani na matumaini kwa kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Pamoja tuandike historia mpya ya wadi ya Kasigau. Pamoja tuijenge Kasigau yenye umoja, maendeleo na ustawi kwa kila mwananchi. Nikimalizia Mkasigau, wananchi wa Kasigau, uchaguzi wa mwaka 2027 utakuwa fursa ya kufanya maamuzi kuhusu viongozi mtakao waamini. Chukueni muda kuwafahamu wagombea, sikilizeni sera zao, ulizeni maswali na mfanye uamuzi wenu kwa kuzingatia maono na mipango wanayowasilisha. Mimi ni mtangazaji wenu kutoka Kasigau Yote TV.
Asanteni kwa kuendelea kutufuatilia. Tukutane tena kwenye Youth Season episode 3. Mungu awabariki. Mungu aibariki Kasigao.